Imeisha na mchezo kwa tathmini yangu mimi ulikuwa mzuri. Ni mchezo ambao ulikuwa wazi na of course umekwenda vizuri tu, na sisi hatuna wa kumlaumu kwa goli tulilofungwa isipokuwa sisi wenyewe, kwa sababu ni goli ambalo lilitokana na uzembe wa kwetu wenyewe. Dakika zile ni nyakati ambazo timu wachezaji wanapaswa kuwa makini zaidi, lakini umakini ulipungua kidogo, tukaruhusu cross ile na mpira ukapita mbele ya watu, ukaenda kumkuta mtu yuko nyuma. Na usitegemee mechi kama hizi alafu mtu anakwenda kuupiga mpira akiwa peke yake karibia kwenye 6 ndani ya 18. Ni makosa yetu wenyewe. Unakubali kwamba ni makosa yenu, lakini pia hamko kwenye nafasi nzuri. Kitu gani unakitazamia au mnakitazamia kama club kuelekea michezo mingine kumaliza msimu wa ligi? Yes, tunajua kama tuko nafasi nzuri, tuna mechi 3 zimebaki. Tunacheza mechi na Fountain Gate. Nafikiri ni mechi ambayo itatoa pia hatima yetu, kwa sababu tuna ndo mechi tuliyobakiza nyumbani. Baada hapo tuna mechi ya nusu finali ya FA, alafu tutakwenda Mwanza, then tutakwenda Kigoma. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi yetu ya Fountain ndio mechi yetu ya maamuzi na tunajiandaa kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hiyo tunajua kama tuko nafasi nzuri, lakini tuna hakika hatuwezi kwenda kucheza playoff. Ukiacha nafasi yako ya kuwa ni CEO wa klabu ya JKT Tanzania, lakini pia ni mchambuzi wa soka la Tanzania na story kubwa, ukiachana na hii leo mechi ni ile ya klabu ya Young Africans ambao hii leo wametoa kuhusiana na majibu ambayo waliopokea kutoka CAS na kusema kwamba hawajaridhishwa na hawana imani na club na viongozi ambao wanaongoza soka la Tanzania. Hili kwa upande wako, ile statement umeipokeaje na unazungumza nini kuhusiana na ile statement? Matokeo ya CAS wao wameyapata, sio? Hawaridhishwi nini na Tanzania, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tangu awali kwamba namna mechi ilivyoahirishwa iliahirishwa kwa kufuata kanuni, na nafsi mimi siamini kwamba mechi iliahirishwa kwa sababu ya Simba, kwa sababu waliokaa kwenye kikao hawakuwa Simba. Waliokaa kwenye kikao ilikuwa ni kamati ya uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masaa 72. Simba wao walitoa tu malalamiko ya kwamba tumefanywa 1 2 3, na wao walikuwa na ushahidi, kwa sababu mechi commissioner kuwepo kwenye kuhakikisha Simba wanakwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini hilo likutokea, ndio maana Simba wakasema sisi hatuwezi kucheza kwa sababu kanuni hazifuatwi. Wao wakafuata kanuni kuahirisha mechi. Kanuni ipo ya 34-3 inasema wao TFF watakavyoona, yani sababu wanayo wao. Wamesema walitoa mistake, kurudia maelezo waliotoa yalikuwepo pale. Sasa ilikuwa ni kazi ya Yanga kufuata maelekezo ya mamlaka, ama sivyo kupinga kwa kutumia vyombo vya ndani. Wao wakaamua kwenda zao CAS wamewakataa, lakini kulikuwa na kitu kimefanyika kama kujaribu kushinikiza hivi. Mnakumbuka kulikuwa na vikundi, sijui wazee wa Mwanza, sijui wazee wa wapi, sijui wanataka mechi hatuchezi, lakini makamu wa rais alikuwa mtu wa mwanzo kwa kusema mimi nitakuwa mtu wa mwisho kwa mimi tutacheza mechi. Sasa unajua unazizuiaje hizo kauli tena? Unarudije tena kwa watu kuambia tunacheza kwa sababu kule mmeshindwa? Yanga hawana imani na TFF ipi? Wana mwaka wa 3 unachukua kikombe. TFF ndio hii. Hawana imani kwenye engo gani? Wanasema kuna baadhi ya clubs zinapendelewa kwa experience. Ipi? Nchi hii klabu ni 2 tu. Nchi hii klabu ambazo zinaweza kuonea watu wengine ni 2 tu. Ni waona Simba peke yao. Sasa nani anapendelewa? Wanapendelewa Simba? Kwa kauli yako basi inaweza kuwa ni Simba wanapendelewa. Unaiona Simba ikipendelewa na ndio sioni mimi hapo unaposema wanapendelewa ni wapi? Kwa sababu watu wanasahau Yanga walimsajili Tuisila Kisinda awamu ya 2. Wakati wanamsajili usajili umeisha. Mimi nina barua 2. Barua inatoka kwa katibu mkuu wa TFF, anamwandikia mtendaji wa Yanga akijibu kwamba ili kufanya hivyo tutavunja kanuni ya 62. Wanamchukua Tuisila, nyinyi mnasahau. Tuisila anachukuliwa usajili umekwenda mwisho na Yanga wana watu wengi kwenye kusajili. Wakamtoa mtu mmoja anaitwa Kambole kama mnamkumbuka. Wakasema Kambole amepelekwa kwa anapelekwa kwa mkopo huko Uganda na hakwenda kokote.
alikuwepo hapa kutengeneza nafasi ya kumrudisha nani? Twisila. Na Kambole akaingia kwenye mzozo, maana si yuko hapa mjini tunamuona, akaenda kwao anadai. Wale walikuwa nani? Si walikuwa ni TFF. TFF ya hii ya Karia. Sasa wanampendelea nani au amtaki yupi? Ni wao wenyewe tu, yani ni wao na Simba tu ndio ambao ukizungumza kuhusu mambo kama hayo ndio utayakuta huko. Sasa unadhani Simba walikuwa sahihi ile siku baada ya kushindwa kufanya mazoezi kutoa press release ya kwamba hawatacheza mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi siku moja kabla ya Simba? Unajua watu wanapotosha. Hawakusema kwamba hawachezi mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi. Mazingira walioyakuta kuzuiwa na watu ambao hawahusiki na mchezo. Wakasema sisi, if this is the case, mimi nakwambia TFF walipeleka match commissioner ndiye mwakilishi wa mwenye shindano kwenye mechi yoyote. Na ripoti yake ndio ina overrule ripoti zingine zote. Match commissioner alikwenda mpaka pale Simba akamwambia meneja Simba waruhusiwa wafanye mazoezi. Hawakuruhusiwa. Simba wenyewe ukiwasikiliza wanasema walikuwa na muda mrefu ambao hawajafanya mazoezi, wakiamini kwamba hayo masaa 50 wataenda, watarudi, watakuja kucheza kwenye ile mechi. Amini watafanya mazoezi pale ili siku ya pili wacheze mazoezi. Simba ndio ready to play, wapewe muda wa kufanya mazoezi. Tulichokisikia baadaye ni watu ambao wahusiki na mpira. Kwa maelezo ya TFF kuna watu wanaitwa makomando walikuwepo pale ambao wahusiki. Sasa kama wahusiki, Simba makosa yao nini? Wana haki. Simba walikuja jana hapa kwetu, waaskari hapa wakajaribu kuwazuia na nini, wakanipigia simu nikamwambia jamani, waacheni wafanye mazoezi. Wamefanya mazoezi leo, tumecheza mechi imeisha. Sio Simba kama ongegoma wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi alafu wakagoma kucheza mechi, tungewalaumu. Lakini wanataka ku-execute kanuni. Mtu anaweza kukuambia hoja za kijinga, unajua timu hizi tangu zikicheza hazitumii hiyo kanuni, so what? Kwa hiyo mtu akiamua kutumia anakatazwa na nini? Kwa maana hiyo viongozi wa Young Africans kutokana na majibu waliyopokea kasi ni kwamba wanaona aibu kurudi kwa mashabiki na kusema aibu tu, hamna kitu chochote. Hamna kitu chochote cha maana. Yaani mimi mtu ananiambia Yanga unaonewa kwenye ingo gani? Yaani wao Yanga watuambie bana sisi eti kuna uonevu. Yanga anaonewa nchi, anaonewaje? Na hapo nyinyi hapa wote mnaamini kama Yanga anaonewa? Yaani inaweza kuonewa Yanga nchi afu tukakaa hivi tulivyo? Yanga hawezi kuonewa. Yanga Simba wao wanatuonea sisi siku zote. Waache uongo. Na hapo viongozi ile wanasema kwamba hawachezi, lakini unaona shauri yao wenyewe. Hapo ushauri wako labda kwa bodi ya ligi. Manake Yanga inakuwa kama imekiuka pia na mamlaka ya kasi ambayo imewaelekeza wao, manake wametoa taarifa kwa umma. Wewe ushauri wako sasa kwa wenye mamlaka ya mpira? Mimi kama nataka kushauri ni kwamba mamlaka itoe tarehe ya mechi tu. Watu wasifike kiwanjani, watumie kanuni. Full stop, ndio tutatoka huku. Na tukibaki huku, mamlaka zikianza kubembeleza hii hali, ndio sisi wengine pia tutaamini kwamba wao ni dhaifu, waonevu, kila kitu. Hii ni timu kama timu zingine. Watupe tarehe, sisi tukaangalie mpira pale. Hawataki mpira pale, wasije, kanuni itumike. Watangaze na viingilio kabisa. Akaka. Sio yani na marefa. Waje pale timu ikaguliwe alafu hawajaja. Watoe maamuzi. Ndio mpira unavyoendeshwa hivyo. Lakini tukianza kubembelezana, sisi tunaonewa, na kuonea nani? Nchi yani Yanga inaonewa, nchi. Hakuna nchi nyingine, hakuna Yanga nyingine, mimi sielewi.